Zungumza mwenzangu Daktari Hamza Kaberwa kwamba kwa kawaida katika kipindi cha mwezi Juni mpaka Agosti, kawaida ni kipindi ambacho maeneo mengi katika nchi yetu yanatawaliwa na ukavu, baridi, lakini pia upepo wa kusi. Sasa hiyo ndio hali ya kawaida ambayo tunaitarajia kwa maeneo mengi katika muda mrefu katika nchi yetu. Kipindi cha Juni mpaka Agosti 2025, mwelekeo tathmini yetu inaonyesha kwamba hali ya baridi ya wastani hadi joto kiasi inatarajiwa katika maeneo mengi ya nchi yetu, na vile vile hali ya baridi ya wastani hadi baridi kali inatarajiwa katika maeneo mengi ya mikoa ya Kigoma, Tabora, lakini vile vile Rukwa, Katavi, Singida pamoja na maeneo ya magharibi mwa mkoa wa Dodoma. Tunatarajia kwamba hali ya joto la chini katika maeneo ya mwambao wa pwani ya kaskazini ambayo inajumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Tanga, lakini vile vile kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na katika visiwa vya Unguja na Pemba, tunatarajiwa kwamba joto la chini litakuwa kati ya nyuzi joto 16 mpaka 24, lakini katika maeneo ya miinuko tunatarajia kwamba joto la chini linaweza kuwa chini ya nyuzi joto 12. Na katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki ambayo inajumuisha mikoa ya Kilimanjaro, Arusha pamoja na Manyara, hali ya joto la chini inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 10 mpaka 20. Lakini katika maeneo ya miinuko tunatarajia kwamba joto la chini litaweza kuwa chini ya nyuzi joto 10. Na ukanda wa ziwa Victoria ambayo inajumuisha mikoa ya Mwanza, Mara, Geita, Kagera, Shinyanga na Simiyu, kiwango cha joto la chini inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 10 mpaka 18 katika maeneo mengi. Lakini magharibi mwa nchi yetu ambayo inajumuisha mikoa ya Tabora, Katavi pamoja na Kigoma, tunatarajia kwamba kiwango cha joto la chini kitakuwa kati ya nyuzi joto 10 mpaka 18 katika maeneo mengi. Ili hali kanda ya kati ambayo inajumuisha mikoa ya Singida na Dodoma, joto la chini inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 10 mpaka 20. Na nyanda za juu kusini magharibi, mikoa ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro, tunatarajia kwamba joto la chini litakuwa kati ya nyuzi joto 6 mpaka 20 na chini ya nyuzi joto 6 kwa maeneo yenye miinuko. Na ukanda wa pwani ya kusini ambayo inajumuisha mikoa ya Mtwara na Lindi, joto la chini linatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 12 mpaka 20. Na kwa upande wa mkoa wa Ruvuma ni kati ya nyuzi joto 8 mpaka 16. Hata hivyo, tunaendelea kusisitiza kwamba vipindi vya baridi zaidi vinatarajiwa hususa katika mwezi wa Julai. Sasa ufuatao ni mwelekeo wa upepo kwa ujumla kuanzia mwezi Juni mpaka Agosti. Tunatarajia kwamba upepo wa wastani utavuma kutoka kusini mashariki katika maeneo mengi ya nchi, lakini vipindi vichache vya upepo mkali utakaovuma kutoka kusini hususa kwenye mwezi wa Juni na Julai pia vinatarajiwa katika ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na maeneo ya nchi kavu. Kwa upande mwingine, katika msimu wa kipupwe, vipindi vya mvua za nje ya msimu pia vinatarajiwa hususa katika ukanda wa ziwa Victoria, mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza na Simiyu pamoja na Mara, lakini upande wa ukanda wa pwani, mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Mtwara, Lindi na Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, pia tunatarajia kwamba utakuwa na uwezekano wa kuwepo kwa mvua za nje ya msimu. Sasa ufuatayo ni tathmini ya athari ambazo tunazitarajia. Na kwanza ni magonjwa yanayohusiana na hali ya ubaridi kama vile homa na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza
ingawa kwa kiasi kidogo. Lakini vile vile hali ya vumbi baadhi ya maeneo inaweza kupelekea uwepo wa magonjwa ya macho. Sasa tunatoa ushauri ufuatao. Kwanza, tahadhari za kiafya zichukuliwe ili kulinda jamii dhidi ya magonjwa yanayoweza kusababishwa na hali ya baridi pamoja na vumbi. Wakulima pia naendelea kushauri kwa kuzingatia pia ushauri wa maafisa ugani, lakini kulima mboga na mazao ya mizizi kama viazi katika maeneo yote. Kwa hiyo kama inavyoonekana, tunaona kabisa tutaanza kwa kuangalia mifumo ya hali ya hewa, lakini pia tutakuwa na mwelekeo wa hali ya hewa katika kipindi cha Juni mpaka Agosti 2025, na mwisho kabisa tutaweza kupata athari na ushauri kutokana na hali ya hewa ambayo tunaitarajia katika kipindi hiki. Kwa kwanza kabisa tutaangalia hali ya joto ya bahari katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Tunajua kwamba Tanzania ni nchi mojawapo ambayo inaathirika na uwepo wa joto la bahari katika eneo la bahari ya Pasifiki kama mnavyoona hapa. Katika kipindi kilichopita cha kuanzia Februari mpaka Mei tarehe 17 kumekuwepo na hali ya joto ya wastani katika eneo hili la bahari ya Pasifiki, hali ambayo inakuwa na mchango wa hafifu katika kusababisha mvua katika maeneo yetu. Lakini pia tumeweza kuona katika kipindi hichi kumekuwepo na joto la wastani katika eneo la bahari ya Hindi, isipokuwa maeneo machache ambayo tunaona kwamba kuna joto kidogo limeongezeka. Katika jumla tumeweza kuona kwamba hali hii pia imeweza kuwa na mchango hafifu katika kusababisha mvua katika maeneo yetu. Lakini pia katika kipindi hichi tumeweza kuona joto la wastani katika maeneo ya pwani ya Angola, ambao na yenyewe kwa ufupi imeweza kusababisha kuwa na mchango hafifu katika mwenendo wa mvua hapa nchini. Je, katika kipindi hichi sasa tunachoenda cha Juni mpaka Agosti, hali ya joto la bahari katika maeneo haya inatarajiwa kuwa vipi? Tukianza na eneo la tropiki ya kati ya bahari ya Pasifiki kwa ujumla, bado tunaona kwamba hali ya joto ya wastani inatarajiwa kuendelea katika maeneo hayo. Hii inaashiria nini? Hii inaashiria kwamba kutakuwa na mchango hafifu katika kusababisha mvua katika maeneo yetu. Lakini pia tukiangalia katika eneo la bahari ya Hindi, hususan katika eneo la mashariki, kunaonekana kuwa na joto la bahari la juu ya wastani ukilinganisha na eneo la magharibi mwa bahari yetu ya Hindi. Na hii kwa ujumla inatarajiwa pia kupunguza uwepo wa upepo unaovuma kutoka baharini kuja katika nchi kavu, na hivyo kusababisha upungufu wa mvua katika msimu huu, ambapo kwa kawaida huwa na hali ya ukavu katika maeneo mengi ya nchi yetu. Lakini pia tunaona katika eneo la kusini huku mwa bahari ya Hindi kwa ujumla, tunaona kwamba tunatarajia kuwa na joto ambalo ni la juu kidogo ya wastani. Hii inaashiria nini? Uwepo wa joto wa hali hii ya joto katika eneo hili inatarajiwa kupunguza kasi ya upepo unaotoka kusini, au tunasema upepo wa kusi, na hivyo kupunguza hali ya joto katika maeneo mengi ya nchi yetu. Katika eneo la pwani ya Angola kwa ujumla, tunaona kwamba tunatarajia joto la bahari kuwa la wastani hadi chini kidogo ya wastani, ambao pia nayo inaashiria kuwa na mchango hafifu katika kusababisha mvua katika maeneo mengi ya nchi yetu.